Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Naam, mpendwa mfuatiliaji wa Istiqama TV Swahili, popote pale ulipo duniani, unaendelea kutupata kupitia mitandao yetu ya kijamii. Basi endelea kunufaika na hiki kipindi. Kinaendelea ni makala maalum ikielezea nafasi ya Jumuiya Istiqama katika maendeleo ya elimu hapa Zanzibar. Hakikatan tumezidi kuangalia output ambazo zinatokana na jitihada muhimu kabisa katika maendeleo ya elimu, na hapa tupo na ukhti wetu ambaye atajitambulisha yeye ni nani. Na ukhti, karibu sana na wasalimie wapendwa wafuatiliaji wa Istiqama TV Swahili, na ujitambulishe wewe ni nani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Rahma Muhammad Abdallah. Naam ukhti, wewe ni mwanafunzi ambaye ulimaliza Istiqama na sasa hivi upo unafanya kazi sehemu gani na kazi gani ambayo unaoifanya? Mimi ni mwanafunzi nilosoma mahadi Istiqama. Naam. Baada dhalika nimeenda zangu Oman kunazama kuendeleza kwa ajili ya masomo. Ndio. Na sasa hivi nipo katika nasomesha kwenye chuo cha Abu Ubaida. Ndio. Nipo Fuoni. Ndio. Zanzibar. Kwa faida ya ndugu yetu mtazamaji ambaye anayetazama kupitia Istiqama Swahili TV, atataka kufahamu kidogo historia ya wewe kuanza kusoma. Historia yangu kusema la kweli sio kubwa sana. Naam. Alhamdulillah ala kulli hal, nimemaliza form 2. Ndio. Nikaingia zangu mahad miaka 4. Baada dhalika nikapata nafasi alhamdulillah kuendelea masomo Oman miaka 4. Miaka 4. Ndio. Nikachukua degree yangu kamaliza na nikaanza kusomesha vyuo vya Istiqama. Katika kusoma kwako unayazungumzia vipi mazingira ya kusoma chini ya usimamizi wa Jumuiya ya Istiqama? Mazingira yalikuwa mazuri alhamdulillah, na walikuwa wanatushirikia uzuri. Naam. Wewe kama ni zao la Istiqama au kwa namna nyingine sisi tunasema ni output ya Istiqama, unajivunia vipi kuwa sehemu ya Istiqama? Najivunia sana kwa sababu nimepata faida nyingi sana. Naam. Kama mwanafunzi kulikuwa mambo mengi nilikuwa siyajui, lakini alhamdulillah baada kumaliza mahad na kuendelea Omani nimezidi kujifunza mambo mengi na nimezidi kuwapatia faida familia yangu. Tofauti na wewe mwenyewe, jamii ambayo inayokuzunguka imenufaika vipi na uwepo wako wewe na elimu ambayo umeipata kupitia Istiqama? Sema la ukweli, jamii alhamdulillah imefaidika. Sometime wanakuja watu wanakuuliza maswali. Naam. Au sometime unaweza kuona mtu kakosea, unamfahamisha kwa jinsi ndio ulivyokuwa unajua yani. Na hadi sasa hivi una wanafunzi wangapi ambao unaowasomesha? Hapa chuoni kwa jumla? Kwa ujumla ambao unawasomesha wewe? Takriban, yani kwa sababu kila darasa nasomesha. Ndio. Kwa darasa langu wanafika hata 40. 40. Mashaallah. Hakikatan ewe mpendwa mfuatiliaji wa Istiqama TV Swahili, popote ambapo unapotufuatilia, hii ni zawadi kubwa kabisa kutoka kwa Jumuiya Istiqama. Kwa hakikatan tukiendelea na kipindi chetu, moja kwa moja kuna dada, kuna mdogo wako wa kike ambaye wanayekutazama kupitia Istiqama Swahili TV. Unaelezea vipi kuhusiana na elimu ya dini kwa mtoto wa kike? Elimu ya dini ni muhimu sana, hasa kwa umati wetu wa sasa hivi, hasa kwa mtoto wa kike. Sometimes mtoto wa kike utamuona yani hana ile dini, hajipata ile chanzo yani kile cha dini. Cha dini, ndio. Ndio, Kwa hiyo mimi nashauri kama mimi nilopitia mahad, ndio, mtoto wa kike akipata elimu ya dini, kwanza yeye ataishughulikia familia yake mwenyewe akiwa mkubwa, ndio, na familia ya wenzake. Jamii ambayo inayokuzunguka, familia, marafiki ambao uko nao, baada ya kumaliza masomo Istiqama, walikuchukulia vipi? Au walikuona vipi baada ya kurudi kumaliza masomo, walikuona vipi? Kuna wengine walishukuru, sema alhamdulillah tumepata mtu ambaye alosoma, tukipata swali au tukipata kitu ambacho cha nitakuuliza tunaye mtu kumuuliza. Kuna wengine walichukulia salbiati, atakwambia umesoma mahad, hamna kazi, hamna chochote, utabaki tu nyumbani na kila kitu. Ndio. Kwa hiyo wewe una jinsi ya kujibu, taambia ni mimi elimu niloipata itanifaa mimi na familia yangu. Hata kama sijasomesha, atatokea mtu nje atakuja ataniuliza, nitafundisha watoto wangu, wadogo zangu.
sometimes hata wazee. Na baada kumaliza Oman, ulivyorudi hapa ilichukua muda gani mpaka kupata kazi ya kufundisha? Haikuchukua muda kwa sababu alhamdulillah vyuo vyetu wanahitaji walimu bado. Wanahitaji walimu bado. Hasa walimu wa kike. Ndio. Na sisi changamoto zetu walimu wa kike sana, mtu anafundisha akiolewa anaacha njiani. Anaacha njiani. Wengine mtu akizaa ndo basi anakatisha. Kwa hiyo uhitaji wa walimu wa kike ni mkubwa sana. Ndio, mkubwa sana. Ndugu yangu mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, popote pale ulipo duniani unatufuatilia, na kipindi chako pendwa kabisa ni makala maalum ikiangazia nafasi ya Jumuiya Istiqama katika maendeleo hapa Zanzibar. Na hapa tupo na ukhti wetu ambaye ni zao la Istiqama au ni output ya Istiqama, na yupo hapa akiwanufaisha wanafunzi, na kama alivyosema baadhi ya jamii yake ambayo inayomzunguka ananufaisha kwa maswali mbalimbali kuyajibu kadri ambavyo Allahu Jalla Jalalu amemwezesha. Ukipata nafasi ya kuzungumzia uongozi wa Istiqama hasa katika nyanja ya elimu, katika sehemu ya elimu, unaizungumzia vipi? Alhamdulillah, Istiqama kusema kweli wapo uzuri na nashughulikia sana, na bado wanahitaji yani wanafunzi au watu wazidi kujiendeleza katika elimu ya dini. Katika elimu ya dini. Na kupitia Istiqama Swahili TV sasa hivi kuna suala la baadhi ya kina dada kujiposti mitandaoni, katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram. Kupitia elimu ambayo umeipata kwa usimamizi wa Jumuiya Istiqama, unawapa nasaha gani? Mimi kama mimi nawapa nasaha kuacha mambo ya mitandao, na sasa hivi mambo yanaendelea, subhanallah. Unaweza karusha kitu ukaona kawaida, lakini mtu mwingine akakichukua akakirusha zaidi. Kwa hiyo tujiepushe nayo. Hakikatan tunafurahi sana kuwa na wewe hapa katika kipindi chetu hii, katika sehemu ya makala hii. Allah mtukufu akubariki na ibariki elimu yako iwe ni furaha kwa wengine na iwe ni saada kwa umma mzima. Ndugu yangu mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, hakikatan ni katika kuangazia juhudi na jitihada ambazo zimefanywa usiku na mchana katika kuhakikisha kuwa elimu inasambaa kila kona. Hakikatan usichoke kutufuatilia katika makala hii, kwani hakikatan huu ni mwanzo tu. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.